Tuna mtendaji wa kata ambaye kazi yake kubwa ni kushughulikia migogoro ya kifamilia. Ukiwa na kesi ya kifamilia kwenye kijiji fulani, yeye ndio msuluhishi. Kwa hiyo mimi nipe Laki2 nilimalize. Haya ni moja ya mambo ambayo wananchi wanalalamika. Kwa hiyo nasema kabla hatujaanza kuchukua hatua kama mengine, nimeomba suluhisho anafanya kazi. Tukae leo tuambizane. Kama viongozi, mahali ya viongozi yanajulikana. Tusitumie madaraka yetu vibaya, tutasababisha wananchi waichukie serikali. Kwa hiyo niwaombe kila mmoja baada ya mkutano huu leo akabadilike kabisa. Tumeelekezwa na waziri wa TAMISEMI kwenda kuleta tabasamu kwa wananchi badala ya kwenda kuwa chanzo cha migogoro kwa wananchi ambao tunaongoza. Lakini pia kwenye utawala bora kumekuwa na tabia ya baadhi ya wenye viti kuzuia utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Mnapanga hivi kwamba tunaleta shule, unakuta mwenyekiti wa kijiji anawahamasisha wananchi hapa hapana shule kujengwa. Mambo haya yamekuwa yakijitokeza kwa interest tu za kisiasa. Kwamba mwenyekiti fulani anataka kishule au sijui kitu gani kijengwe kwenye eneo fulani, kwa hiyo anazuia kwa makusudi. Nataka niwaambie jambo hili kwa wilaya ya Gairo sintoliruhusu. Hili si salama. Na pale tunapokubaliana hatutokubali kuona kiongozi yoyote anakwamisha utekelezaji wa miradi. Hatuwezi kuvumilia uendelee kuwa mwakilishi wetu huko kwa sababu unatuvua nguo. Kwa tunayasema haya kwa lugha nyepesi, kwa lugha laini, muyaelewe. Ili tutakapoanza kuchukuliana hatua isije kafika mahali mkasema mnaonewa. Ametupa semina elekezi. Semina ambayo hata sisi imetuzibua masikio, imetuzindua, yani tumezinduka. Kazi yetu ni moja, kuhakikisha kwamba sehemu yote ambayo naona kuna mianya ya yani mapato yanataka yavuje, mimi nawahi kusimamia ili mkusanya ushuru au mapato aweze kukusanya mapato kwa kiurahisi. Kwa mfano, nina namba za simu za kukusanya mapato. Napoona kuna mzigo labda unatakiwa ulipiwe, kazi yangu ni kupiga simu kwa mkusanya mapato na nasimamia. Anakata ushuru pale, anawapa wale watu risiti, basi ule mzigo unaondoka kwa amani na usalama.